Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Kwa wale ambao wanafuatilia taarifa zetu, tulikusogezea hapa taarifa ya mabinti wa chuo ambao waliweza kumdhalilisha mwenzao wakimpiga, lakini katika video hizo ambazo zilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, mabinti hao walimtaja mwanaume ambaye ni Mwijaku. Sasa Waziri Gwajima ameagiza Mwijaku pamoja na mabinti wa chuo wahojiwe na jeshi la polisi. Sakata la mabinti wa chuo wanaotuhumiwa kumdhalilisha mwenzao limechukua sura mpya baada ya serikali kuagiza mtu aliyetajwa kwa jina la Mwijaku ahojiwe na jeshi la polisi. Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ambaye amesema mtu aliyetajwa kwa jina la Mwijaku kwenye kipande cha video inayosambaa kwenye mitandao atahojiwa na jeshi la polisi. Katika video hiyo iliyoanza kusambaa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 ya mwezi wa 4, 2025, inaonekana msichana mwenye jina lake bado halijatambulika akizalilishwa, kupigwa na wahusika wanaodaiwa kuwa ni wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, huku akimtaja mhusika kwa jina moja la Mwijaku. Tayari UDSM na Chuo Kikuu cha Ardhi Aru wamekwisha kutoa taarifa za kulaani tukio hilo. Leo Jumatano tarehe 23 ya mwezi wa 4, 2025, Waziri Gwajima ametoa taarifa kwa umma kuhusu sakata hilo, huku akisema Mwijaku aliyetajwa kwenye video za mgogoro wa mabinti hao naye atahojiwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi letu la polisi linaendelea kutimiza wajibu wake wa kisheria kuhusu kuwahoji wahusika wa tukio hilo. Kwa upande mwingine, jamii nayo imeendelea kuhoji mbona aliyetajwa kuwa ni Mwijaku hakamatwi. Ndugu wananchi, napenda kuhakikishia kuwa Mwijaku aliyetajwa kwenye video za mgogoro wa mabinti hao naye atahojiwa kwa mujibu wa sheria. Baada ya hapo, wizara yangu itaona nini ifanye kuhusu mustakabali mzima wa maadili ya jamii na nafasi ya huyo Mwijaku na wengine wote kwenye nafasi zenye kuchochea kasi ya athari chanya au hasi kwenye maadili ya jamii, amesema Waziri Gwajima. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, lakini hiyo ni taarifa. Mwijaku pia atahojiwa kufuatia video ambazo zilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, mabinti wakimdhalilisha na kumnyanyasa binti mwenzao na wote wakiwa ni wanachuo. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.